Lakini on top of that, jana kuna moja ya shabiki wa Simba mkubwa kabisa alinipigia simu. Unaona bana akaniambia bana yeye amezuiliwa kuingia kwenye uwanja wa KMC pale. Kwa nini amezuiliwa kuingia kwenye uwanja wa KMC? Anasema kuna simu imetoka juu kwa viongozi wa juu kabisa kwamba bana huyo mtu asiingie hapo leo kwenye hiyo mechi, yeye pia akiwa na wako kama wawili hivi. Sasa huyu ni shabiki wa kike ambaye ana influence kubwa sana ndani ya Simba Sports Club pale, na mara nyingi amekuwa akienda mikoani akisapoti akifanya kiki na kile, lakini awamu hii akiwa amezuiliwa kuingia uwanjani kwenye mechi ile ya KMC pale, uwanja wa KMC, mechi ya Simba dhidi ya Kagera Sugar, ambapo upande wa Simba ndio ilikuwa mechi yao ya mwisho nyumbani. Sawa Sasa huyu shabiki aliozuiliwa ni Agi Simba. Unafahamu Agi ana followers 1,500,000 na ndio shabiki ambaye kwa Tanzania hii anaongoza kuwa na influence kubwa sana. Sasa nimemuuliza kipi ambacho wewe kilipelekea kuzuiwa, maana alikuwa analia tu. Analia, sasa mimi nisiangalie mechi ya mwisho kwa nini zuiwe mimi tu, kwa nini hivi na hivi na hivi? Lakini mara baada ya kuchunguza na kufuatilia ni kutokana na kauli zake ambazo amekuwa akiziandika na akizitoa mitandaoni kwamba hatuchezi. Sababu ile kauli ilitokea mikoani kule na wakiwa wanaenda kule Tabora pale, kama unakumbuka mechi yao dhidi ya Ken Gold, walifika kwenye kituo wakasimama kupitia Costa yao ile, wakaanza kushoot videos na nini, wakaanza kuposti mitandaoni kwamba hatuchezi ndio mechi yetu ya mwisho na mambo kama haya. Sasa mara baada ya kufuatilia kwenye uongozi wa Simba, kwa nini mmemzuia? Akasema yeye Agi sio tu shabiki. Kwanza Agi ni mwanachama, lakini pia ana kadi ya wanachama, lakini pili ndio shabiki mwenye influence kubwa kuliko mashabiki wote wa Simba kwa sasa kupitia platform yake ya social media, Instagram na Facebook. Anafuatiliwa sana. Imagine kwenye Instagram ana followers 1,500,000 kwa sasa. Ukiangalia mashabiki wengine hawana, hata viongozi wengi tu pale hawana hiyo. Kwa hiyo namna ambavyo alikuwa anahamasisha kwamba hatuchezi sio kauli ya viongozi. Yeye kama mwanachama wa Simba alipaswa kuhoji au kuuliza chochote kitu kwamba bana hii mechi ipo haipo, tuendelee kuspread. Lakini yeye akaanza kuspread kwamba mechi haipo, hatuchezi, na wakati huo viongozi wa Simba hawajasema kama mechi ipo au haipo. Kwa hiyo mwisho wa siku kilichosababisha na kupelekea kunyimwa uhuru wa jana kwenda kuangalia mechi ni kwamba pengine angehojiwa zaidi, angeendelea kuspread hiyo kwamba hatuchezi, wakati viongozi wa Simba wanajua wao wanacheza na mechi ipo sio. Kwa hiyo ni moja ya sababu ambayo ilipelekea naye pia kuweza afanyaje kuzuiwa kwenda kwenye mechi hiyo kwa siku ya jana. Kusimenti hili lisiendelee kuzungumzwa na mashabiki, viongozi walibidi huenda ukimya wa viongozi wao ndio unasababisha mashabiki pia kutoka hadharani na kuzungumza haya. Sasa katika kusimenti hili viongozi watakiwa kuzungumza wao, kuambia wanachama jiandaeni, njoeni uwanjani kwa taratibu ambao umewekwa, kama wale ambao walishakata tiketi walielezwa waje na tiketi zao watazitumia katika mechi hiyo kuingia uwanjani, ambao hawajakata tiketi wakati tiketi na mambo mengine kuendelea. Kwa sio mechi yao, huenda labda lakini huu ni kutoipromo mechi yenyewe, kumwachia mwenye shughuli yake ndio fanye promo. Hii kama harusi, upande wa waliko huwa mnatulia mnasubiria mpewe kali 50 ama 70 kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli, lakini wanaokoka kamati kwa ajili ya maandalizi na shughuli nzima kwenye shughuli yao. Kwa bwana ndio hivyo, na wao walipaswa pia kutoka hadharani na kusema bana mara baada ile tarehe 15 sisi kusema mara baada ya tarehe 15 ikipita tutacheza, walipaswa kuandika pia taarifa kwa bana mechi iko pale. Lakini point yao ni kwamba yeye Agi ana nafasi ya kuuliza, kwa sababu anahudhuria pia vikao vingi vya chama vya wanachama. Asingeuliza kinachoendelea ni nini kabla yeye kuanza kuposti vitu mitandaoni na kuhoji vitu mitandaoni na mambo kama hayo, akisema kwamba wao kama Simba wana taratibu zao ambazo zinawa guide vitu gani waviandike, vitu gani hawapaswi kuviandika. Yoyote ambaye anaenda against na katiba ambayo wamejiwekea, basi wao hawashindwi kumfire na mambo kama hayo. Basi tuachane na hilo ni la kwanza hilo. Lakini kwa nini viongozi wa Simba wakae kimya? Hiyo pia hiyo ndio swali la kujiuliza. Wameachana mambo, sio hataki kufanya promo. Kwa nini waandishi wakiuliza kuhusu dabi hataki kujibu? Wale wanachama wana haki ya kufahamu kama dabi ipo. Wana haki au timu ya viongozi tu peke yao?
Timu sio viongozi, timu ni ya wanachama. Tafsiri yake ni nini Mangungu anapokuwa anaulizwa na mashabiki, waandishi wakiuliza kwa niaba ya mashabiki kwamba dabi ipo ama haipo, wanaishia kusema tu achaneni na hiyo? Kwa nini? Kwa mashabiki wao mwisho wa siku wana haki ya kuhoji na kujua na wanataka kuisupport timu yao. Kwa mashabiki wakisema hawachezi ni haki. Mashabiki wakisema hawachezi manake hawaelewi msimamo wao, huko wanarudi msimamo wa nyuma ambao klabu iliandika. Ndio maana wanakaa kwenye ule msimamo. Kwamba wataonekana wanaenda kinyume kwa sababu hakuna taarifa rasmi ya klabu. Na kwa nini klabu haitaki kutoa? Kwa nini klabu kila akiulizwa mtu ana jana bana, mashabiki wa Simba pia walikuwa wanamuuliza semaji Ahmed Ali, alikuwa akipita akichukua selfie na mashabiki wa Simba. Nilikuwepo pale uwanjani wakati mashabiki wanamuuliza bana, semaji tunacheza tuchezi, tunapeleka timu atupeleki. Ahmed akawa amepigwa butwa, hataki kujibu kwamba mechi ipo au haipo. Sasa ile pia ni ishara nyingine kwamba uongozi kuna shida, hasa kwa upande wa hivi vilabu vyetu, kwamba sawa tunajua mapato asilimia kubwa Yanga kwa sababu ni wenyeji, si ndio? Makato na nini, labda bodi ya ligi, TFF, serikali na mambo kama hayo. Wao Simba hawatalamba hata 100, sio? Lakini mwisho wa siku isiwe ndio kigezo cha kuwaficha hata mashabiki wao, kwa sababu mashabiki wengi wanapenda burudani. Ukimya ule wa Simba unaweza kupelekea pia mashabiki wasitokee uwanjani kwenda kuangalia mechi, kwa sababu wameachwa dilema na kuandaa mashabiki. Mimi naungana na hao mashabiki ambao wameanza kuongea kwa sababu hawapati muongozo wa klabu, kwa sababu mashabiki wanajiandaaga na hizi dabi mwezi mzima kwa ajili tu ya kutafuta tiketi, nauli, go and return, malazi, chakula na vitu kama hivyo. Sasa leo shabiki mpaka sasa hivi hajawekwa aware kwamba bwana mechi mnaenda kucheza ipo au haipo. Of course ukisikiliza kauli ya kocha Fadlu Davids anakuambia amejiandaa kwa ajili ya dabi ya Kariakoo, of course, na hata alipokuwa anapumzisha wachezaji unaona mechi ipo kama kawaida. Lakini kuna mashabiki ambao wao hawajui chochote. Ndio Wanapaswa kufahamu. Kuna wengine wanatumia viswaswadu, hawana smartphone, wanapaswa kuwekwa wazi bana mechi ipo. Lakini mwisho wa siku viongozi kama wanakaa kimya kwa lengo labda wakizungumza chochote mechi ipo watawapromote Yanga Afrika. Je, wale mashabiki ambao wao huwa wanapenda tu mpira, wanatamani waende kuisupport timu, kuangalia timu yao, kusupport wachezaji wao jukwani, haijalishi kwamba watawanufaisha mapato Yanga Afrika, tumina naona hai make sense. Viongozi wanapaswa kutoka hadharani, mechi ipo tarehe 25, mashabiki mje muisupport timu yenu, na ndio mechi ya mwisho. Yani hii mechi walio promote ya jana kwamba ndio mechi ya mwisho kwa upande wa mechi za nyumbani, ile promo ndo wanapaswa kuipiga kuelekea pia kwenye dabi, kwa sababu wanapofanya hivi ni kama vile wameitupa dabi, wameisusia, na wanaona wanaenda kucheza kishingo pande, kwa maana wamekubali kufungwa. Na kupitia ukurasa wa bodi ya ligi wametoa taarifa ya mkutano wa wanahabari kuelekea Kariakoo dabi. Hii ipo sasa hivi. Bwana ni saa 6 mchana. Hii Juni 23 NBC HQ Dar es Salaam. Unakumbuka nilikwambia nini hapa? Unakumbuka wakati dabi ya tarehe 15 kabla haijaahirishwa, tuliongea hapa, ilikuwa ni siku 3 kabla ya dabi, tukasema hadi muda huu hakuna dabi. Kwa nini? Kwa sababu kwanza hatujaona bodi ya ligi wakialika waandishi wa habari na makocha kwa ajili ya kwenda kuzungumzia kuelekea dabi. Na pia hatujaona wakitoa taarifa kuhusiana na pre-match meetings, sijui atafanya nini. Tulishajua dabi hakuna, lakini leo unaambiwa tayari kuna mkutano wa waandishi wa habari na makocha, siku na 1 2 3. Kwa maana dabi sasa, dabi ipo, lakini viongozi wanapaswa kustand katika eneo ambalo wanapaswa kuwa ili kutoa hizi notions pia kwa mashabiki wao. Na mimi nitakazia hapo kwamba viongozi wa Simba wanawakosea wanachama na mashabiki wao. Licha kwamba inawezekana wao wanaitengeneza kama story ya kwamba kuna ukimya una maana kubwa sana. Inawezekana wanajiandaa ndani, lakini kiukweli mashabiki na wanachama wana haki ya kufahamu kuelekea dabi kwamba mechi ipo kabisa kutoka kwa viongozi, tena kauli ikiwa ni nzito, kwa maana ya kwamba mashabiki wakaingia uwanjani kwa ajili ya kuisupport timu yao. Ni mechi ambayo kwa mtazamo wangu mimi binafsi, unajua
inawezekana mashabiki wengi wa Simba wakawa wanajikatisha tamaa kwamba msimu umeisha na wanaona Yanga anakwenda kuwa bingwa. Lakini kiukweli ukirudi kwenye mpira ni mechi ambayo unaona kabisa ni finali, kwa sababu Simba ana nafasi ya kuwa bingwa, sio? Sasa viongozi wanapotokea mechi ambayo ni kama finali alafu kuna ukimya na wanachama wengine wanakuta wanazuiliwa si mlangoni huko, inamaanisha kwamba ninyi wenyewe msimamo wa club mpaka hivi sasa bado haujafahamika. Katika kitu ambacho kimenishangaza zaidi ni kumuona afisa habari wa klabu ya Simba Ahmed Ally katika ubora wake anaulizwa swali anaambia hilo swali kwanza tuachane nalo, tutalizungumzia baadaye. Na siku zinakwenda, leo, kesho, tuna kesho kutwa, si ndio? Hatuna muda wa kuendelea kuizungumzia dabi. So kwa nini viongozi wa Simba wanakaa kimya? Kwa nafikiri viongozi kuna namna ambavyo wa Simba wanawakosea mashabiki wao na wanachama. Wanatakiwa kuambia ukweli. Na unaenda wapi bwana? Na kingine tu ni kwamba hawa mashabiki hawa ndio waliowafikisha pale walipofika. Mashabiki hao mwaga jasho kwa ajili ya hivi vilabu. Watu wanapoteza maisha kwa ajili ya hivi vilabu. Watu wanatoa pesa zao kwa ajili ya hivi vilabu. Kama viongozi leo wanaweza wakawafanyia jeuri mashabiki na wanachama wao, siku mashabiki wakisema kwa umoja wetu sisi basi hatuendi, wanaweza kujaza uwanja ule pale. Wanaweza kwenda pia hivi ifike wakati nao mashabiki wasimame kwenye msimamo wao, wajue kwamba wao ndio, kwa sababu hivi vilabu ni vya wanachama, ni vya mashabiki. Wajue kwamba wao ndio wenye club. Unajua kwa mfano kama Simba, mashabiki wamekuwa wakirushwa mechi ya finali, waliamua waendelee kukata tiketi, mechi inachezwa Benjamin Mkapa, ile hali taarifa ilikuwa imeshatoka, mechi inapigwa Zanzibar. Wapo ambao walijiandaa kwa safari, wapo waliopisha kata tiketi, matokeo yake mechi ikapelekwa Zanzibar. Ndio. Baadaye wakaja kuambiwa vingine vyenu hivi mtasubia Simba Day. Rushwa tu. Sasa huoni kwamba wanaonewa kwa sababu kama ile mechi 15 pia walikuwa wanaambiwa waliokuwa mikoani waanze kujiandaa watajiandaa mechi ipo. Leo hii mechi imesogezwa mbele tarehe 25, kimya ndio kama huu. Sasa ni wakati pia nao mashabiki wajue kwamba wao ndio wenye klabu. Ikifika wakati wakisema wamechoka rushwa, wakajua nafasi yao katika klabu, hata hao wanaoongoza watawaheshimu mashabiki. Lakini mwisho wa siku mashabiki wao huaga hawaelewi hilo. Kwanza wao wana furaha tu kuona timu yao inafanya vizuri na kuiona timu yao. Lakini hawa viongozi wanaweza kawa wanafanya jeuri kwa sababu timu yao sasa hivi inafanya vizuri.